Mambo vipi? Ni siku nyingine tena. Leo bwana, nipo na mchambuzi legend kabisa wa boli, legend ambaye amecheza mpira katika timu nyingi hapa nchini Tanzania kwenye ligi ya Tanzania bara, lakini vile vile katika timu ya taifa yani Taifa Stars. Amri Kiemba. Bro, mambo vipi? Alhamdulillah. Uko vizuri kabisa? Namshukuru Allah. Mambo yanaenda. Yanaenda. Mtaji wanasema ni maisha. Mtaji ni afya. Afya. Fresh kabisa. Sasa kesho bwana, timu ya taifa ipo uwanjani kusaka kufuzu kombe la dunia. Wewe kama legend wa boli kabisa, labda unadhani huu mchezo unaenda kuwa namna gani kwa timu ya Taifa Stars? Ni mchezo kama michezo mingine ya Stars dhidi ya Morocco. Kidaraja ni timu ambayo tuko daraja moja. Hatupo daraja moja, kwa hiyo hakujawahi kuwa na mechi ya tofauti Tanzania dhidi ya Morocco. Japo kuna nyakati hata Tanzania ilipata ushindi, lakini bado haikuwa kwamba ni sehemu ya sisi kwamba hawa tuko nao sawa. Bado wametuacha mbali. Kwa hiyo inapokuja mechi yao, cha kwanza sisi tunachoangalia ni namna gani tunaweza tukapunguza ule ubora ambao wamekuwa nao. Kwa ndicho ambacho unaweza kukiona kwenye mchezo wa leo. Then baada ya kupunguza ubora, tuna sisi sasa tutatumia zile nguvu ambazo tuko nazo. Kwa hiyo ukienda kwenye mchezo kiuhalisia ni kwamba kutakuwa na timu moja ambayo inatahadhari sana huku ikijaribu kujibu mashambulizi ambayo itakuwa ndio Tanzania. Na tutakuwa na timu moja ambayo ina uhitaji sana wa kuonesha kwamba wanafuzu kuelekea fainali za kombe la dunia Marekani kwa kupata ushindi, kwa sababu mchezo huo kama wanashinda moja kwa moja wameshajikatia tiketi ya kwenda kwenye fainali. Okay. Tumeona baadhi ya timu pia, nilikuwa nasoma napitia sehemu fulani hivi nikaona Brazzaville wameweza kujiondoa, lakini Eritrea pia naona amejiondoa hapa, na ni timu za hapa Afrika. Pengine tatizo kubwa ni nini kama mchumbuzi wa boli? Kila watu wana changamoto zao. Wakati mwingine hata masuala ya uchumi huwa yanachangia kwa timu kushindwa, sababu kucheza ni gharama. Leo hii unaweza kwa sababu tu bajeti za timu ya taifa kwenye safari na kwenda kucheza mchezo mmoja huwa haziweki wazi, lakini kama inawekwa wazi, nadhani kuna watu wangekuwa wanaona huruma kwa wale ambao wanahudumia timu ya taifa. Kwa hiyo sio kitu kidogo kuona kila sehemu ambapo timu ya taifa inatakiwa kwenda inafika na inacheza. Sio kitu chepesi, na unaweza kukuta mechi moja tu gharama za usafiri kwenda kurudi, namna ambavyo timu zinatakiwa kukaa kwenye 5 star hotel au 3 stars. Ukija ukiambiwa bana tulitumia milioni 170 kwenye safari moja, unaweza ukaona kama ni kitu ambacho sasa inakuaje. Unakuta kama chama kama cha kwetu ambacho kina timu za vijana kwa umri wote, kuna timu za wanawake kwa umri wote na senior teams. Kwa hiyo unaweza ukakaa na ukaona mataifa ambayo yanajitoa, inawezekana ni sababu ya kiuchumi, lakini mengine ni sababu za kiusalama. Lakini ukizungumza kama masuala ya kiuchumi, ukiangalia Congo Brazzaville ni nchi ambayo ina utajiri mkubwa. Siamini kama unaweza kukosa hizo milioni 100 za kuweza kwenda kambi. Ndio maana nimesema unaweza ukakuta ni masuala ya kiusalama ama masuala ya kiuchumi, lakini unaweza ukaiona nchi ukahisi kama ina fedha nyingi, lakini hazijawekwa kipaumbele kwenye matukio hayo ambayo yanabidi fedha zitumike. Kwa hiyo kwangu mimi siwezi kuwa na sababu ya moja kwa moja ni kwa nini nchi zingine zinajitoka, lakini ni masuala ya kiuchumi, lakini lingine ni mambo ya usalama. Okay, sawa. Bwana, sasa wewe kama mzoefu kabisa wa mashindano kama haya na umecheza kwenye timu ya taifa, pengine wewe unadhani ni wapi tena Taifa Stars huwa inakwama kuweza kuendelea kwenye baadhi ya mashindano ambayo yanakuwa yakiendelea? Cha kwanza mimi sioni kama Taifa Stars wanakwama, kwa sababu mimi naona timu yetu iko kwenye ile kipindi cha kukua, na ukiangalia kuna maendeleo makubwa kutoka huko ilipokuwa na mpaka hapa ilipo. Kwa hiyo inawezekana ukijilinganisha na wale wengine ambao wanafanikiwa kwenda kwenye finali ukajihisi kama nchi yetu inakwama kisoka, lakini tukijitazama wenyewe sasa tunaweza tukawa na nafasi ya kuona kuna sehemu tunasogea, na hii process inapaswa kuwa ya muda mrefu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi
mimi naona sisi tunafanikiwa sana kuliko kukwama kabisa. Okay, unadhani wewe ni mbinu gani ambazo kocha ambazo unatakiwa kuzitumia kabisa ili kujihakikishia kwamba kesho Morocco analala kabisa pale? Kushinda mechi ya Morocco inawezekana kwa sababu mwisho wa siku mchezo wa mpira wa miguu unachezwa na watu 11. Kwa hiyo ni mpango mzuri utakaotekelezwa na wale wachezaji 11 unaweza kuleta matokeo ya tofauti. Japo ukija kwenye karatasi unaweza usione hata kama tunafika 30% ya kupata ushindi. Utaona labda hizo 30% zipo kwenye sare. Kwa hiyo ni mchezo ambao mwalimu anahitaji sana watu ambao wana wachezaji kwa maana ambao wanaweza kutekeleza yale ambao wanakubaliana kwa ajili ya kuendea mchezo huo, na ni mchezo ambao unahitaji kila mchezaji awepo kiwanjani. Ukiwa na wachezaji wawili au mmoja ambaye hayupo kwa asilimia zote ambazo mnazihitaji, inawezekana ikawa ni mchezo mgumu sana kwa